wherever you are watching us from, naomba kwa neema ya Bwana uweze kupunguza mkono useme hallelujah. Amen. We give God all the glory, we magnify his holy name. Wapendwa, tonight nataka kushiriki nanyi neno la Bwana. Nataka kushiriki nanyi neno la Mungu ambayo kichwa chake ni Spiritual Nutrition in the Word of God. I want to share a message on spiritual nutrition in the Word of God. Na nikishiriki nanyi huu ujumbe, naamini kabisa ni kwa sababu tumetoka tu kwa Word Festival ambayo ilichukua wiki mzima. Naamini ya kwamba kila moja ameweza kupokea spiritual nutrition. Kila mmoja ameweza kupokea spiritual nutrition in the Word of God. Na nikifunza huu ujumbe, nataka kusema ya kwamba neno la Mungu liko na utajiri wa kiroho wa kutufaidisha sisi na kutuwezesha kukua. Praise God. Yeah. The Word of God liko na utajiri wa kiroho ya kutufaidisha sisi na kutuwezesha kukua. Kwa sababu you know, tunajua ya kwamba you are a soul, spirit and a body. Praise God. You are soul, spirit and a body. And because you are soul, spirit and a body, unajua huwa tunakula. Lakini hata huwa tunakula, nataka kusema ya kwamba the physical food we eat only benefits your body. Amen. The physical food you eat can only benefit your body. But you need spiritual food for your soul and for your spirit. Amen. Amen. Na ndiposa tukizungumza neno la Bwana limefananishwa na chakula. Na neno la Bwana limefananishwa na chakula ya kawaida ambao huwa tunakula, kwa sababu neno la Mungu ni chakula cha kiroho. You know, the Word of God has water. The Word of God has milk. The Word of God has bread. The Word of God has wine. The Word of God has honey. Na hizi zote ni chakula. Amen. Amen. Hizi zote ni chakula. Kwa nini neno linafananishwa na chakula ya kawaida ambayo tunakula? Inamaanisha kwamba because the physical food we eat can only benefit our body, therefore we need spiritual food for our soul and for our spirit. Naenda moja kwa moja kwa maandiko katika jina la Yesu Kristo. Deuteronomy 8 verse 3. Ninasoma, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Amen. Amen. Unajua Mungu alianza kufundisha wana wa Israeli wakiwa pale jangwani about spiritual food. Kwa sababu hapa tunaona kwamba waliweza pewa manna from heaven. Na unajua this manna from heaven was symbolic of spiritual feeding from heaven. Amen. Yeah, it was symbolic of spiritual feeding from heaven. Na unajua maandiko nasema wakati walikula mana
The Bible say they hawakugonjeka, pray God. They were not sick, they were not feeble. Hawakugonjeka. Si tu kwa sababu ya mazingira ambao walikuwa, lakini kwa sababu waliweza pata spiritual nutrition ambayo iliwawezesha kuwa si tu kimwili ila pia kwa afya. Amen. Wapendwa, niruhusu katika jina kuu la Yesu Kristo tunaenda kuangalia mifano ya neno la Bwana kama chakula. Amen. Tunaenda kuangalia neno la Bwana kama chakula. Na kabla tujaanza, unaliona hapa Mungu aliwapatia mana ili waweze kuambia kwamba man does not live on bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. Pray God. Inamaanisha kwamba the same way you feed your body physically, you also need to feed your soul and your spirit. Amen. Na Yesu pia aliweza kurudia maneno ambayo ilikuwa imeandikwa kwa Deuteronomy. Yesu pia aliweza kurudia, ukisoma Matthew chapter 4 verse 4, aliweza kurudia hayo maneno ya kwamba mwanadamu ataweza tu kuishi kwa chakula tu. Akasema, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Inamaanisha kwamba, wapendwa, spiritual feeding, spiritual nutrition is very, very important in our life. Na sasa niruhusu tu tuangalie mifano ya chakula. Neno la Mungu vile imetumika kama chakula, kwa sababu nimekuambia the word of God has water, the word of God has milk, the word of God has bread, the word of God has meat, the word of God has wine, the word of God has honey. Sasa watu tuangalie mifano ya chakula. 1 Peter chapter 2 verse 2. The Bible says, like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Amen. Wapendwa, unajua wakati tunaambiwa kwamba like newborn babies crave pure spiritual milk, the word crave vile inatumika hapa, it is a high level of spiritual appetite for the word of God. Pray God. The word crave is high level of spiritual appetite for the word of God. Na tunaambiwa kwamba kama watoto, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Wapendwa, nataka kusema kwamba unajua spiritual feeding ni muhimu sana. Spiritual nutrition ni muhimu sana kwa maisha ya wanadamu. Lakini tunahitaji hekima ya kuweza kuelewa maneno haya. Ni kwa sababu tukielewa maneno haya tutakuwa kama mtoto. Pray God. Umewahi ona mtoto ambaye amezaliwa vile anakuamilia nyonyo akinyonya? Pray God. Bwana betufuate. Kwa nini? Na pia tunaambiwa ya kwamba mtoto angefaa anyonye miezi 6 mfululizo. Amen. Hiyo ni ishara ya kwamba ili mtoto aweze kuwa na afya, lazima aweze kunyonya miezi 6 mfululizo. Wapendwa, unajua sisi kama Wakristo kuna hii tabia, tunajua vizuri ya kwamba hatuwezi kaa unajua ukiona mtu anakaa siku moja hajakula, siku 2, siku 3, wiki moja, wiki 2 hajakula, hapo utaweka taharuki. Pray God. Kwa sababu haiwezekani. Na mtu aweza akakwambia kwamba unajua mimi nimekuwa busy wiki hadi sijaweza pika, sijaweza kula. Na kwa hivyo kama tunakula
chakula cha physical food. Kama tunakula chakula, tumejua tunakula mara 3 kwa siku. Tunaanzia breakfast, tunaenda lunch na jioni. Na tumeweka hiyo ndio mtindo. Na hiyo tukikula hivyo tunajua tuna feed only our physical body, our body. Lakini tumewajiuliza ya kwamba our soul, our spirit. Je, huwa tunakumbuka kulisha, kumpatia chakula? Wapendwa, unajua kile ambacho nataka kusema wapendwa, unajua ukiona mtu ako na afya ambayo imedhoofika ni kwa sababu ya chakula ambayo anakula. Na ndipo umeona magonjwa mengi nasababisha na chakula. Unaona mtu ako na magonjwa ya kwashiako, marasmus. Na yote imesababishwa na chakula ambayo watu wanakula. Inamaanisha kwamba wapendwa, kwa hakika praise God. Bana petifote. Ukikosa chakula ya kiroho, mtu kama huyo atakuwa weak in the spirit, ama atakuwa amekufa totally in the spirit. Oh God. Umeona ya kwamba wengine wanatembea lakini wamekufa. Spiritually they are dead, lakini wanatembea. Pro God. Na wengine wako weak sana. Lakini hapa tunaambiwa ya kwamba like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow in your salvation. Wapendwa, chakula ambacho tunakula spiritual ni muhimu sana. Na kwa sababu tumejua ya kwamba hatuwezi kaa bila kukula na tuweze kusurvive. Vivyo hivyo, tukikosa kukula spiritually, tukikosa kukulisha our soul, our spirit, wapendwa, basi tutadhoofika kiafya. Pro God. Unajua, nimekwambia ya kwamba the word crave inamaanisha high level of appetite. Pro God. Unakuwa na high level of appetite for the word of God. Do you know ya kwamba wale wengi ambao hawana chakula, wale wengi ambao hawana appetite ya chakula ni wale ambao wanagonjeka. Pro God. Ukiwa mgonjwa utakosa appetite ya chakula. Na vivyo hivyo, ukiona mtu amepoteza appetite ya neno la Bwana, hiyo ni ishara tosha ya kwamba maisha yake ya kiroho imedhoofika. Pro God. Mtu kama huyo amedhoofika hali yake ama maisha yake ya kiroho, amegonjeka spiritually, he is weak, he is sick. Bwana betufuate. Kwa sababu kama wakati umegonjeka vile uweze kutamani chakula ya kawaida, vivyo hivyo ukigonjeka kiroho, ukidhoofika, utaweza kuwa weak in the utakosa appetite ya chakula, appetite ya neno la Bwana. Bwana betufuate. Wapendwa, kwa sababu yeyote ambaye ako na afya, huyo ako na appetite ya chakula, hata ya chakula ya kiroho, neno la Bwana. Bwana betufuate. Na are you aware ya kwamba Bwana betufuate, ukiwa weak in the realm of the spirit, ukiwa weak spiritually, even physically utakuwa weak. Bwana betufuate. Kwa sababu umewaona wengine wakilala wameota tu ya kwamba wameumwa. Pro God. Wakilala lakini wakiamuka wanapata wako na uchungu kwa mwili wao. Pro God. Inamaanisha kwamba when the enemy want to attack you, the enemy attack the spiritual. Pro God. The enemy attack the spirit. Pro God. Then after attacking the spirit, you see the manifestation. You see the physical manifestation. Bana betufuate. Madu akitaka kukuweza, akuattack physically, anakuattack spiritually. Inamaanisha when you are weak in spirit, wakati umekosha kulisha mwili wako, your spirit and your soul, unakuwa weak, na sasa unakuwa rahisi kukuwa attacked. Bana betufuate.
Bana betu fuate. Na ndiposa ni muhimu sana wapendwa, ya kwamba vile umejua ungefaa ufanye covenant moja, ya kwamba vile uanga nakula lunch, breakfast, lunch na supper the same way vile huwa na feed my physical body, the same way I'm going to feed my soul and my spirit. Bana betu fuate. Utakuwa umefanya jambo ya maana sana. Wacha tuende kwa haraka sana katika jina kula Yesu Kristo. Tutaenda haraka, tuache tuangalie vile neno la Bwana imetumika kama chakula, kama pro God. The Bible say you are already clean because of the word I have spoken to you, pro God. Unajua inamaanisha neno la Mungu hapa ni kama maji, imetumika kama maji ambaye inakuosha, inakusafisha, pro God. Na ndipo Yesu anasema kwamba you are already clean because of the word I have spoken to you. Wapendwa, na ndipo tunaona Ephesians chapter 5 verse 26. Maandiko yanasema to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Pro God. Ya kwamba Mungu angependa kwamba kanisa ifanye mtakatifu kwa kumsafisha kupitia, pro God, maji ya neno, pro God. Pro God. Yeah, water of the word. Ingependa isafishe, Mungu angependa asafishe kanisa kwa kumuosha kutumia maji ya neno, pro God. Yeah, to make her holy, cleansing her by the washing with the water through the word. Wapendwa, maji inatusafisha in the name of Jesus. Na tena wacha tuangalie because of time, nitaenda kuenda haraka katika jina kula Yesu Kristo. Hapa tumeona neno la Mungu, pale tumeona imetumika kama maziwa, hapa tumeona imetumika kama maji ambaye inatusafisha. Mtu akitoka kwa dunia inakuja hapa kwa nyumba ya Bwana, kitu ya kwanza anasafishwa, pro God. Na ingine na vile imetumika kama mkate. Wacha tuangalie. Jesus said to them, John chapter 6 verse 32, Jesus said to them, very truly I tell you, it is not Moses who had given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, always give us this bread. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Amen. Hapo tumeona imetumika kama mkate, pro God. Na imetumika kama mkate. Tunaona wacha tuone sasa vile imetumika kama meat, pro God. Naenda haraka because of time. His disciples had gone, in John chapter 4 verse 8. His disciples had gone into the town to buy food. They came out of the town and made their way toward him. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, eat something. But he said unto them, I have meat to eat that you know not of. Therefore, the disciples said to one another, has anyone brought him anything to eat? Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Pro God. Sasa hapo tumeona imetumika kama mkate, pro God. Wapendwa, na hizi chakula zote nimekuambia kwamba sababu the reason why we need spiritual nutrition, pro God. Hizi chakula zote zinatusaidia kukua, pro God. Zinatusaidia kukua because you know one of the challenges that we have in church today, pro God, is immaturity, pro God. One of the challenges we have in the church today is immaturity. Na ndipo ukiangalia Song of Solomon chapter 8 verse 8, maandiko nasema, we have a little sister and her breasts are not yet grown. What shall we do for our sister on the day she is spoken for? Pro God. Yeah, even the maandiko nasema, inamaanisha kwamba, pro God, there is a spiritual marriage, pro God, waiting the church, but the church is not yet matured, pro God. Yeah, the church has not yet matured, but hapo forte. Yeah, so hizi chakula zote zinatuwezesha kukua na kupitia nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Wakati nimekuja hapa na ninahubiri, ninafundisha neno la Bwana, Holy Spirit knows what is best for you in the name of Jesus. And that is why when unapata kwamba wakati na preach mali hapa, the word of God is downloaded differently to different people. Ya kwamba kuna mwingine
ile atapata hiyo maji, neno itamuingilia kama maji, inamsafisha, inamuosha, inamtakasa. Na ndipo unaona hata tukikuja hapa Jumapili, kila wengine wanaokoka, kila Jumapili wanaokoka, wanapeana maisha yao kwa Yesu kwa sababu ya maneno inaokoka. Wengine hiyo maneno inawapatia mkate, in the name of Jesus, inawapatia mkate, hiyo mkate na sustain, wanapata certification pro God, inawasustify pro God. Bana bed forte. Wengine hiyo chakula inawakujia kama maziwa. Bana bed forte. Ya inawaweza kukua katika kiroho. Wengine hiyo chakula